Zaidi ya wagonjwa 615 waliofika kwa uchunguzi na matibabu katika hospitali hiyo wameeleza furaha na shukrani zao kwa serikali pamoja na madaktari bingwa waliofanikisha upasuaji huo. Ilikuwa ni sehemu hii hapa nilivunjika mifupa ya hapa, ndio nikafanyia upasuaji, na mguu wa kushoto ambao nao ni mlemavu nijigonga kwenye goti, ndio jeraha lililoweza kuonekana. Lakini kumbe ili tatizo la kugonga goti kwenye mguu huu hapa ikapelekea tatizo kumbe ni kubwa, sehemu ya nyonga. Nimepata huduma ambayo sikutegemea kabisa. Kumbe Mungu anapitia kwa wanadamu. Natekewa na napelea maneno ya kuongea kwa jinsi Mungu alivyowatumia watumishi wa Mungu hao madaktari wetu kutufanyia hili jambo. Kwa kweli haikuwa rahisi. Nzuri, imenisaidia sana, na nashukuru kwamba naendelea vizuri. Unajua huu duniani mko na mapito mengi sana. Wengi tunaamini mitishamba wanatangaza kuna waganga wa madawa ya asili wanatangaza ukija unapona si nini. Sasa ukiamini sana ile ndio inafanya mtu uchelewe kuja kupata matibabu sahihi. Kwa upande wake Dr. Baraka Mponda, bingwa wa upasuaji wa mifupa na majeraha kutoka hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, amesema kambi hiyo imeongeza ufanisi wa utoaji wa huduma na kutoa fursa kwa wagonjwa waliokuwa kwenye orodha muda mrefu kupata matibabu kwa wakati. Tumefanikiwa kuona wagonjwa zaidi ya 600 ambao walikuwa na shida mbalimbali zinazohusisha nyonga, magoti pamoja na mgongo. Kwa miaka mingi imekuwa ikifanyika hospitali ya taifa Moi, na wagonjwa wengi ambao tulikuwa tunawarifaa, wengine walikuwa wanaogopa kwenda Muhimbili ambako wanasema ni mbali. Ndio maana hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya ikaamua kufanya mpango wa kusogeza huduma hii wananchi wote ambao wako karibu na mkoa wa Mbeya wanaotoka nyanda za juu kusini. Huduma hii kwa sasa hivi itakuwa inapatikana katika hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya muda wote. Akizungumzia mafanikio ya kambi hiyo, Profesa Bill Haonga, daktari bingwa mshauri wa upasuaji wa mifupa na majeraha kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, amesema lengo la kambi hiyo ni kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi na kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaolazimika kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu. Tatizo ni kubwa, na hasa linakuja ukubwa kwamba kama una hilo tatizo hapa Mbeya, unaambia operation inafanyika Dar es Salaam, waanze kufikiria kwanza kwenda kulipia gharama, kulipia mahali pa kukaa, na huna ndugu wa kuja kutembelea hospitali. Hiyo imekuwa inawajengea watu uoga wa kusafiri kwenda kutibiwa Dar es Salaam. Kumekuwa na msukumo mkubwa kutoka kwa uongozi wa hospitali, lakini na idara ya afya mkoa nao wamehakikisha hii kitu inatokea ili angalau kuwapunguzia adha wananchi wa nyanda za juu kusini. Naam, nikiripoti kutoka hapa hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, mimi ni Samuel Pogole, Hope Channel Tanzania.